أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ndugu zangu Islam, tulikuwa tumesoma kitabu cha Aqida Tahawiyya na tukasimamia pointi ya 100. Anasema ambayo ilikuwa inasema jana, والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين, kwamba haji na jihad yastamiru ila يوم القيامة مع أولي الأمر من المسلمين, itakuwa ni yenye kuendelea mpaka siku ya kiyama pamoja na wale watawala watawalia mambo yetu katika Uislamu. Ni sawa wao ni birrahum wa fajirahum, wawe ni wema ama wana mapungufu, waovu baadhi ya sehemu, ila qiyami saa, mpaka kiyama itakaposimama. La yutluhuma shay'un wala yunqidhuhuma, hakuna kitakachokibatilisha hiyo jihad. Yubtiluhuma shay'un, hakuna itakayobatilisha hiyo jihadi wala haji, wala yunqidhuhuma, wala itakazo zipunguza. Anasema 101, anasema wa nu'minu bil karamil katibin, na tunaamini kiramil katibin, malaika. Anasema ambao malaika kiramil katibin, ambao tuna malaika upande wa kulia raqibun na wa kushoto ni atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun wa atid. Mwenyezi Mungu anasema hakuna katika kauli ya waja wanaozungumza ama mambo wanayoyafanya isipokuwa tuna malaika wawili ambao wamewekwa kazi yao ni kuandika matokeo ya mambo tunayoyafanya na tunayoyazungumza. Anasema fa inna Allaha kad ja'alahum alaina hafidhin, kiramal katibin, wao ni wakutulinda. Wa nu'minu bil malakil maut, na tunaamini malaika wa maut almuwakkala biqabdhi arwahil alamin, ambaye malakatul maut huyu kazi yake ni kuchukua roho za viumbe. Tunaamini kwamba pia wapo, kwa sababu katika malaika na janna na naru katika masuala ya ghaibiyat yasionekana kwa sasa hivi kwa macho. Kwa hiyo tunaamini, maana kuna wanaokataa malaika, kuna wanaokataa pepo katika mulhidin atheist, hawakubali. Kwa hiyo sisi tunaamini. 103 inasema wa bi'adhabul qabr liman kana lahu ahlan, na pia tunaamini katika adhabu ya kabr kwa wale ambao kana lahu ahlan. Ahlan bimaana minal kafirina wal fasiqin, hao ndo ahli wa adhabul qabr, watu ambao ni mafasik na makafiri watapata adhabu ya kaburi. Nasema wasualul munkari wan nakiri fi qabrihi an rabbi wa dinihi wa nabiyyi, na pia tunaamini malaika munkar na nakir ambao wao wenye kuuliza watu maswali kaburini. Fi qabrihi, katika kaburi ya hao waumini, an rabbihi, kutoka kwa Mola wao, wa dinihi, na dini yake Mwenyezi Mungu atakuuliza, wa nabiyihi, na mtume Muhammad atakuuliza man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka, ila wa halumma jar. Ala ma ja'at bihi al-akhbaru an rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tunaamini haya kutokana na yale yaliokuja katika akhbar, yani katika hadithi kutoka kwa mtume, wa an sahabati ridwanullahi alaihim, na kutoka kwa masahaba wanasimulia kwamba mtume alituambia hivi na hivi na hivi. 104 anasema wal qabru rawdatun min riyadil janna, na kaburi tunaamini kwamba ni mwanzo wa kuanza katika bustani miongoni mwa bustani ya peponi, au hufratun min hufran niran, au ikawa ni shimo miongoni mwa shimo ya motoni. 105 anasema wa nu'minu bil ba'th,
na tunaamini day of resurrection, ufufuo, wal jazaa'i amali yawm al-qiyama, na malipo waliofanya wema walipo kwa wema wao na waovu walipo kwa uovu wao. Wal ard wal hisab, al ard ni hisaban usra, yani ni hesabu ngumu, ama hisabu ni hisaban yasira. Kwa hiyo ard ni ile hesabu ambayo ni ngumu kwa watu ambao wenye makosa, na hisabu hii neno ya kawaida ni ile hisabu yusra. Amma man utiya kitabu fasawfa yuhasabu hisaban yasira, hisaban yasira kwa watu wema, ama ardhun kwa watu waovu. Wa qira'atul kitab, na kusomewa kitabu chake. Watu watasema siku hiyo, famali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha wa wajadu ma amilu hadira. Watu watakavyoonyeshwa record keeping ya matendo yao waliyofanya na waliyosema na walikuwa kiitakidi, basi watasema mali hadha alkitab, hichi kitabu kina nini? La yughadiru saghiratan, hakiachi yale mambo madogo, wala kabiratan, wala yale makubwa sana, illa asaha, isipokuwa imeyaweka. Wa wajadu ma amilu hadiran, watakuta yale waliyofanya yako wazi, yamewekwa hapo mbele yao. Wala yadhlimu rabbuka ahada, wala yadhlimu rabbuka ahada, na Mwenyezi Mungu hamdhulumu mtu na chochote. Anasema wathawab, wataonyeshwa qira'atul kitab, na thawabu, wataonyeshwa thawabu ya matendo yao mema. Wal iqab, na adhabu zao. Was-sirat wal mizan. Kwa hiyo tunaamini kwamba kuna sirat, wa kadha siratu yumaddu fawqa jahannam faminhu naju wa minhu muhmalun. Wa yawma, itakuwa ile mizani, wudhu al-mawazinu bilqist, siku ambayo mizani itanyanyuliwa kwa uadilifu kabisa. Kwa hiyo hii somo la sirat tutakuja kulizungumza kando kama somo, na mizani pia. Asema ya 106, wal jannatu wan naru makhluqatan, pepo na moto ni viumbe viwili. La tanfiyani abadan, haviwezi kuisha milele. Wala tabidani, wala haviwezi yani haviwezi kuzima, wala haviwezi kuwa vimetoweka. Wa inna Allaha ta'ala khalaqa al-jannata wan-nar qabla al-khalq, hakika Mwenyezi Mungu ameumba pepo na moto kabla ya viumbe. Wa khalaqa lahuma ahlan, na akawaumbia watu wa peponi na watu wa motoni. Faman sha'a minhum ila al-jannati fadlan minhum, atakayetaka miongoni mwa hao watu kuelekea peponi atakuwa amepata hiyo pepo kwa fadhila itokayo kwa Mola wao. Wa man sha'a minhum ila an-nari adlan minhu, na atakayemtaka aende motoni, Mungu kwa huyo mtu atakopeleka motoni anampeleka kwa uadilifu kutoka kwake, hampeleki mtu motoni kwa sababu anamuonea. Wa kullu ya'malu lima kad faragha lah, na wote watakuwa wanafanya katika yale ambao wameumbiwa kufanya. Wasairu ila ma khulika Allah, na watakuwa ni kuendea katika yale waliombiwa. Wasairu ma khulika lah wa kullu ya'malu bima qad faragha Allah. Anasema anna al-insana muyassaru wa muhiman lima khulika lahu min al-khair wa shar, watakuwa wakifanya mambo ambayo faragha lahu katika shar na khair. Asema wal khair wa shar miqdarani ala al-ibad, hii khair na shari ni mizani, makadirio mawili kwa waja. Naona bwana, anasema wal istita'atu allati yajibu biha al-fi'l, na istitaa ambayo inatakiwa mtu kufanya kwayo matendo, yani ule uwezo wa mtu kufanya kwayo matendo. Mfano at-tawfiq alladhi la yajuzu an yusafa al-makhluq bih, ambao tawfiq mtu kufanya kwanza ibada ni kuna kuwafikishwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtu anafanya kitu ni kwa sababu Mungu pia amempa tawfiq, baada ya kumjua nia yake na moyo wake kwamba anataka khairi, Mungu anamwezesha. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
wale wanajitahidi kwetu tutaongoza njia yetu. Kwa hiyo uongofu uko namna mbili, hidayatu tawfiq, unaona, na hidayatu ya nini, ya dalala ama tabligh. Hidayatu tawfiq ndio ile innaka la tahdi man ahbabta, hakika ya Muhammad humuongozi umpendaye, walakin Allah yahdi man yashau ila siratil mustaqim, hakika Mwenyezi Mungu anamuongoza amtakaye, sababu ameonekana akitaka uongofu katika njia iliyonyoka. Ama hidayat ya kutoa dalili, kufundisha watu dini, mawaidha, ile mtume anayo, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, hakika Muhammad unaongoza katika njia ya iliyonyoka. Kwa hiyo anasema tawfiq alladhi la yajuzu an yusafa makhluqun bi, hii uongofu wa istitaa ya tawfiq ambaye haifai mtu kusifiwa naye katika viumbe. Fahia ma'al fi'l, hii inaendana na matendo. Wa amma al-istita'atu min jihatin sihatin wal was', amma ile inaendana katika njia ya siha wal was', yani usawa na uwezo, wasaa na uwezo. Anasema Mwenyezi Mungu, la yukallifu Allahu nafsan illa usaha, hakika Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi isipokuwa kwa uwezo wake. Ama istitaa hiyo ambayo inaendana na siha na uwezo, asema watamakkun wa salamati laalatin, na ile inaendana na mambo ya umakinifu, tamakkun, kutulizana, kumakinika, na salama, asema laalati wa hiya qabla alfi'l, hizi zinakuwa kabla ya matendo. Fa hiya qabla alfi'l, laalati ndo anasema ni istitaa qabla alfi'l, na hiyo ingine ni istitaatun ba'da alfi'l. Kwa anasema wabiha yata'allaku, na kwa yata'allaku alkhitab, inaendana na kuzungumzishwa, yani kuambiwa jambo. Wa huwa kama qala ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, kama Mungu alivyosema haikalifishi nafsi isipokuwa kwa uwezo wake. Wa af'alul ibadi hiya bi khalqillah, hata matendo ya waja yametokana na kuumbwa kwa Mwenyezi Mungu. Wa kasbi min al-ibad, na chumo inayotokana kwa waja pia. Ndio maana wengine wanakataa, wanasema mwanadamu amejifanyia nani matendo yake, si Mwenyezi Mungu. Hapana, ni Mwenyezi Mungu, yote ameyaumba. Ama sasa mtu kufanya ya sawa na si ya sawa, hapo ndo mtu anaweza kawa amechangia. Asema walam yukallifu Allahu ta'ala illa ma yutiqun, Mwenyezi Mungu akalifishi wanadamu ama viumbe isipokuwa kwa jambo ambao wanaloliweza. Wala yutiquna illa ma kallafahum, na wala hawa tuwezi kuwatwika kitu ambacho ni kizito isipokuwa anajua kwamba wana uwezo wa kufanya. Wa huwa tafsiru la haula wala quwwata illa billah, na tafsiri yake kwamba hakuna hila wala hakuna nguvu isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu. Naqul, tunasema la hilatan li ahadin, hakuna hila kwa yoyote, wala harakatan li ahadi, wala haraka kwa mtu yoyote, wala tahawula, wala kubadilika, at-taghyirun au intiqal min jihatun ila min makani ila makanin ukhra, hakuna hiyo isipokuwa ila wala hawla wala quwwatan illa wala tahawula li ahadin an ma'siyati Allah ila ma'unati Allah, mtu kutoka kwenye maasiya na kwenda kwenye ma'unatullah, kwenda kwenye ridhatullah, hakuna hiyo mabadiliko haya isipokuwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na tawfiki yake. Illa bitawfiqillah, isipokuwa wala quwwatan li ahadin ala iqamati ta'ati Allah, wala hakuna nguvu kwa yoyote katika kusimamisha taa ya Mwenyezi Mungu, wa thabati, na kwa katika ithbat alaiha, juu yake, illa bitawfiqillah. Haya yote yanapatikana kwa tawfiq. Anasema wa kullu shay'in yajri bi mashiyati Allah ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi, haya yote yanapita katika matakwa ya Mwenyezi Mungu
mtukufu na ilmu yake na qadha yake na qadari yake. Qadar predestination, ile kitu alopanga tokea huko zamani. Asema ghalabat mashi'atul mashi'ati kulliha, imeshinda mashia Mwenyezi Mungu, matashi ya Mwenyezi Mungu kushinda matashi zote. Wa ghalabat qada'uhu alhila kulliha, na qadha ya Mwenyezi Mungu, ile hukumu aliyoikadhia aitolea amri, imeshinda hila zote. Yaf'alu ma yasha, Mungu huwa anafanya atakalo. Wa ghairu dhalim abada, naye si mwenye kudhulumu hata kidogo. 116 anasema taqaddasa an kulli su'in nuhin, Mwenyezi Mungu ametakashika katika mambo yote mabaya, wahin, na kuangamia, hilak. Watanazzahu an kulli aibin washin, na amepokika na kila aibu, washin, na shin na amesema ni nini? Shin anasema alqabih ama alaib. Kwa hiyo ametakasika na kila aibu na mambo mabaya. Tunasema la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, ni suratul anbiya aya 23. Haulizwi anayoyafanya, lakini yeye ndo anauliza watu kwa nini wamefanya. Wa fi du'a'i al-ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat, na dua kwa watu waliokuwa hai na sadaka zao ina manufaa kwa watu waliofariki. Yani sisi tunapotoa sadaka kwa watu waliotangulia mbele ya haki na kuombea dua, zina faida. Wallahu ta'ala yastajibu da'awat, na ni kwa Mwenyezi Mungu mtukufu inastahiki kumuomba yeye dua. Wa yaqdhil hajat, na yatimizia haja zetu. Wa yamliku kulla shay'in, na Mwenyezi Mungu mwenye kumiliki kila kitu. Wala yamlikuhu shay, wala vitu havimiliki yeye. Wala ghaniyin anillahi ta'ala tarfata ain, wala ghina anillahi tarfata aini. Anasema wala hakuna mtu, wala ghina anillahi, hamna mtu anaepukika kutoka na ukwasi wa Mwenyezi Mungu hata kupepesa jicho. Wa man istaghna anillahi tarfa aini, na atakijiona kwamba yeye ametosheka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yani ni mkwasi, hamuhitaji Mwenyezi Mungu hata kwa kupepesa jicho, faqad kafara wa sara min ahli alhin, atakuwa amekufuru na amekuwa ni mtu wa hin. Ni mtu wa hin naye ni nani? Ni mtu wa hilak, wa kuangamia. Kwamba yani wewe, hakuna mtu ambaye anaweza kujitosheleza pasi na Mwenyezi Mungu hata kwa kupepesa macho, na anayedhani anaweza kujitosheleza yeye mwenyewe bila kumtegemea Mwenyezi Mungu, amekufuru na amekuwa ni mtu wa hin, wa hilak, wa kuangamia. Anasema wallahu yaghdhibu wa yarda, Mwenyezi Mungu anaghadhibika na anaridhia. La ka ahadin min alwara, si sawa na viumbe wake. Alwara makhluqatin, ama min albashar ama min alkhalqi, kwamba si kama sawa na makhluqat, viumbe, ama bashar ama khalqi. Asema wallahu yaghdhibu wa yarda la ka ahadin min alwara. Asema 122 asema wanahubbu ashabu rasulillahi wala nufarrit, na tunawapenda watu wa nyumba masahaba wa mtume, wala nufarrit. Anasema nufarrit in quriya bitashdid, ikisoma kwa shada nufarrit, hapo rai na shada. Anasema la nuqassiru min ahadi minhum, yani hatuchupi mpaka kwa kuwapunguzia fadhila zao, kama vile wanavyompunguzia fadhila Ali ibn Abi Talib, wanavyompunguzia Uthman, wakawaonesha hawa watu wamekufuru, lakini kufuru neema si nini, makhawarij walikuwa kiwafanyia hawa. Hiyo ni kupunguza fadhila za masahaba. Hawako katika hiyo level ya kuambiwa wamekufuru neema hata kidogo. Anasema fi hubbi ahadi minhum, kwa hiyo watu wachupi mipaka katika kupunguza fadhila zao katika mmoja wao hao masahaba. Wala natabarra min ahadi minhum, wala tujitengi kutoka kwa mmoja wao katika wao. Wanubghidhu
man yubghidhuhum, na tunawabughudhi wenye kuwabughudhi wa masahaba, wa bighairi alkhairi yadhkuruhum, na kwa wanaowataja pasi na khairi tunawabughudhi pia. Wale wenye kuwataja masahaba pasi na khairi tunawabughudhi. Wala nadhkuruhum illa bilkhair, hatuwataji isipokuwa tunataja kwa khairi. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun, na kuwapenda masahaba ndo dini, ndo imani na ndo ihsan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, na kuwabughudhi masahaba ndo ukafiri, ndo nifaki na kuchupa mipaka. Na hapa tunapokusudia masahaba, sahaba zina taarifu nyingi sana, lakini zote zinasapotiana. Kuna jamaa mmoja nilimuona anaongea siku moja, anasema kwanza taarifu za sahaba nyinyi hawakubaliani. Huko anasema man raa rasulan mu'minan wa mata ala alislam, ama man sahiba rasul hata kama ni dakika kidogo, ama lisaa ama saatain. Ingine anasema man laqiya rasul. Sasa wewe utakuwa na matatizo yake. Definitions zinaweza ikawa 3, 4, 5 na hazipingani bali zinasapotiana. Ukiulizwa definition ya research unaweza kutoa definition 5, 6. Research ni nini? Unaona, wengine wanakuambia search of the new information, ambao wengine wanakuambia search of information ambayo ilikuwepo huko nyuma. Wengine wanakuambia yani utakuta definition kwenye na zote ni sawa, lakini sasa kuna ile ambayo inakuwa iko broad. Katika hizi taarifati zote unazozitoa kuna moja ambayo inakuwa pana zaidi. Kama ile wanaosema man laqiya rasulan ni bora kuliko man raa. Sababu ukisema man raa rasul ina maana inavua vipofu. Kwa hiyo aliokutana na mtume ni sawa ulikuwa kipofu, ni sawa umekutana kwa dakika 10, ni sawa ukawa unaona, lakini mu'minan bihi, hali akawa kitu ya msingi akamwamini, wa mata ala alislam, na akafariki katika Uislamu, huyo ndo sahaba tunamzungumza sisi. Hatuzungumzi mtu amekutana na mtume akamwamini alafu mtume alipofariki akaritadi, anakuwa si sahaba huyo. Wengine wamezungumza amemwona mtume akamwamini, kisha mtume avoondoka akaritadi kisha akarudi, anaweza kazingatiwa kama akarudi, sababu tayari wakati anaondoka duniani mtume anamfahamu. Ndio maana ya Yaumul Qiyama kuonesha kuna wale ambao waliritadi wakati wa Abubakar akaenda kwa wapiga vita. Ndio mtume ya Yaumul Qiyama wakati wale aliona muslimu mwishoni amewaona, atasema ashabi, ataambia innaka la tadri madha fa'alu ba'da, innahum kadirtaddu an adbarihim kahkara, warudi nyuma kwa visigino vyao, kwa sababu walisilimu wakati wa mtume akawaona alafu kisha wakaritadi wakati wa kina Abubakar au baada. Kwa hiyo sahaba tunawakusudia walomuona mtume, walokutana na mtume wakamwamini na wakafa katika imani. Hao ndio wanachukua hizi sifa hapa. Hatukusudii sahaba kilugha, swahiba anaweza kawa mzuri ama mbaya. Kwa hiyo kama mzuri au mbaya, wasili mbaya utamkosoa. Na pamoja wana makosa. Hatusemi kwamba sahaba tunavyosema tunawapenda haina maana hawakosei, wanakosea, lakini bado wanabaki katika fadhila wanazopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa nuthbitu al-khilafata ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na tunasibisha khilafa baada ya mtume. Awalan li Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, kwamba ni kwa Abu Bakar, tafdhilan lahu wa taqdiman ala jami'il umma, ni fadhila kwake na kutangulizwa kwake juu ya jamii umma wote. Thumma li Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kisha kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Thumma li Uthman radhiyallahu anhu, kisha kwa Uthman. Thumma li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wa hum khulafa rashidin, nao ni makhalifa waongofu, wa immatul muhtadun, na ni maimamu walioongozwa. Kwa sababu gani wanasema Abu Bakar atakuwa? Kwa sababu hata wakati Abu Bakar anakuwa khalifa, Ali bado alikuwa ni mdogo. Ingekuwa wakati wa Abu Bakar anakuwa kiongozi, Ali ana umri ule ambao amefarikia. Yani Ali amefariki kwa umri mtu kwenye 40 huko, ama si kama inafika 50. Tungesema ilikuwa haki ya Ali kupata, kwa sababu fadhila zake zikawa zimekuwa nyingi sana mpaka amekuwa mkubwa, mtume amezisema nyingi sana. Lakini Abu Bakar wakati iko na mtume muda ule, Ali alikuwa bado mdogo. Kwa hiyo Abu Bakar amependelewa kutokana na umri pia, agement ya mtume, alafu amesilimu. Sasa yale mabaya yake yote ya miaka kama ni 70 ama ni 60 ama ni 50, sayinbadilullahu sayiatihim alhasanat, zikabadilisha zikawa mema, uone anakuwa na fadhila juu.
anakuwa na fadhila nyingi. Lakini Ali naye alikuja akawa na fadhila nyingi, lakini baadaye alikuwa anakuwa bado, lakini Airplane mode is on. wakaingia Turn katika it off. Uislamu. Abubakar ndo alikuwa mtu mkubwa. Anasema wa innal ashara alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basharahum bil janna, na wale 10 ambao mtume amewaita, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawabashiria pepo, na shahaduhum lahum bil janna, tunawashuhudia kwamba wao wana pepo, ala ma shahida lahum, katika yale ambayo walioshuhudiliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu alhaq, na kauli yake mtume ni ya kweli. Wa hum, nao walikuwa hao 10 mubashirina bil janna ni Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman ibn Auf wa Ubaydullah ibn Jarrah wa huwa aminu hadhihi al-umma radiyallahu anhum ajma'in. Kwamba ni Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaydullah, Zubair ibn al-Awam, Sa'd ibn Abi al-Waqas, wa Sa'id ibn Zaid, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Ubaydullah Ubaidatun ibn Jarrah. Hao ndo hao 10. Sasa hapa pia kuna jambo. Watu wanauliza mbona itakuwaje hawa wametajwa hawa 10 tu, kina Hassan na Hussein na Ahlul Bait, mbona hawajaingia? Fatuma naye ni Ahlul Bait, mbona hajatajwa? Khadija mbona hajatajwa? Kina wake za mtume wote mbona hawajatajwa? Hapana, hii ilifanyika ikiwa msikitini, wakati wanaingia msikitini ndio mtume akawa anasema huyo anaingia naye mshuhudilie pepo, huyo mshuhudilie pepo, huyo kwa hiyo wakawa ni 10 walioingia ile muda. So kwamba mtume alikuwa anabashiria pepo, masahaba wote wamekaa pamoja hivi anawabashiria pepo, alafu aanze tu kutaja hawa 10 awaache wengine, hapana. Na by the way, ushukaji wa wahi unatoka mahali tofauti tofauti. Kuna mahali wanabashiriwa 5, kuna siku mtume anasema anatoka hapa ameshika viatu mkononi ni mtu wa peponi. Haina maana wale waliokaa nao sio wa peponi. Wote ni wa peponi, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wamefariki katika imani na hawajaritadi na si wanafiki, ni wa peponi wote. Kwa hiyo hizi ni ile hususia kwa incident maalum iliyotokea, wale watu waliokuwa pale wanaingia msikitini 10, mtume akasema hao ni wa peponi, ndo hao. Lakini haina maana Hassan na Hussein shababain ahli aljanna bana, vivyo. Kwa hiyo hata kutotajwa hapa. Halafu kingine hapa watakwambia mbona kuna masahaba wako hapa ambao wamepigana vita na kina Ali na kina nani na nani? Hapana, tunasema wa intaifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Mungu ametambua waumini wanaweza kupigana. Kwa hiyo kupigana tu ni sifa ya ukafiri, lakini sio makafiri. Qitaluhum kufr, kupigana Waislamu kwa Waislamu ni sifa ya ukafiri, sio kupigana ni makafiri, sifa ya ukafiri. Kwa hiyo uwezekano wa Waislamu kupigana upo ama upo. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema wa intaifatani, if it happen, makundi mawili ya Waislamu, wa intaifatani minal mu'minina, tena sio muslimin, makundi mawili ya waumini, tatalu, yakapingia katika battlefield wakapigana, kazi yenu nyinyi Waislamu mlokuwa wengine, fa aslihu bainahuma, fanyeni sulhu katika makupote mawili. Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra, ikata kundi moja zidi ya nyingine, faqatilu allati tabghi, lipigwe lililokataa hata tafia ila amri Allah, mpaka lirudi katika njia ya Mwenyezi Mungu, amri ya Mwenyezi Mungu. Fa in faat, likirudi, fa aslihu bil adl, inna Allah yuhibbul muqsitin, wasuluhisheni kwa uadilifu, hakika Mwenyezi Mungu anapenda watu wenye kufanya usawa. Kwa hiyo hawa watakuweko walopigana vita niyo. Hata pia tunasema wako waliokuwa wakati wa Ali ibn Abi Talib, walikuwa na Ali ibn Abi Talib, lakini katika vita vya Hussein wakawa kwa dhidi ya Hussein. Kule kwa Ali wakati Hassan na Hussein wapo, walikuwa kuna Ali ibn Abi Talib, tutasema ni watu wa peponi. Haya huko kwa Hussein, wale walikuwa dhidi ya Hussein mpaka kuuawa wakawa opposite. Haya unawasemaje hao sasa? Asema wa man ahsana alqawla fi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ufanya wema katika maneno juu ya masahaba wa mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimwendee yeye na ahli zake na masahaba kwa jumla.
wa azwajuhu, na wakeze, at-tahirati, waliotaharishwa, min kulli danasin, kutokana na kila uchafu, wa dhurriyatahu al-muqaddasina min kulli rijsin, na dhuria wake waliotakashika kutokana na kila uchafu. Faqad bari'a minan nifaq, amekuwa kwa hakika wamekuwa mbali na nifaq. Hapa anasema wa dhurriyati muqaddasa min kulli rijsi ila inma yuridukumullahu an yudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Mwenyezi Mungu anataka kuondoa uchafu katika watu wa nyumba ya Mtume na kuwatakasha kabisa kabisa. Asema ulama as-salaf min as-sabiqin, na maulama salafi min as-sabiqin ni wale waliotangulia wakati wa masahaba, tabi na tabi'ina, ile karne tatu bora. Wa man ba'dahum, na walokuja baada yao, min at-tabi'in, katika matabi, wa ahlul khairi wal athar, na watu wa khairi na athar, yani wenye kufuata mafundisho ya Mtume. Wa ahlul fiqh wan nadhar, na watu wenye kufanya fiqh na wenye maono. La yadhkuruna illa bil jamil, hawataji masahaba isipokuwa kwa wema, wala hawataji wake zake isipokuwa kwa wema, wala hawataji ahlul bait ar-rasul isipokuwa kwa wema. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tusiwe nawasib, watu wenye kuwabughudhi watu wa nyumba ya Mtume, na wala tusiwe watu wenye kuwapinga masahaba. Sisi tunawasupport masahaba wema na ahlul bait ar-rasul, wote hao tunaenda nao, na kila mmoja tunawapa manzila yao. Ahlul bait la yuqasu ahadu, katika ahlul bait hatulinganishi. Hata Umar alimwambia Abdullah bin Umar siku anataka kuingia ndani kwa Ali ibn Abi Talib, akamwambia wewe unataka kumfanisha baba yako na Ali, wala wewe unataka kufanisha na Hassan ama Hussein. Kwa hiyo ile fadhila zao wamepewa na Mwenyezi Mungu, tutakiwa kuzidhulumu. Anasema wa dhakarahum bisu'i, na yote atakayotaja hawa wote tuliotaja hapa kwa ubaya, fa huwa ala ghairi sabil, atakuwa katika ghairi sabili gani? Sabili almu'minin, ile aya ambayo Mwenyezi Mungu anasema wa man yushaqqiki rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, na yote anayemshakia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mafundisho yake baada uongofu umembainikia wazi. Min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, kwake imembainikia uongofu. Wayattabiha ghaira sabili almu'minin, akaamua kufuata njia isiyokuwa ya waumini. Wakati ile masahaba wako ndio muslimin, jamaa ndio hiyo ya masahaba, congregation ya masahaba. Wayattabiha ghaira sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza anapoelekea. Wa nuslihi jahannam, na tutampeleka motoni. Na huko atakuwaje? Fasaat masira, na itakuwa ni makazi mabaya atakofikia. Kwa hiyo anayewataja masahaba wa Mtume na ahlul bait ar-rasul na wakezi Mtume kwa ubaya, fa huwa ala ghairi sabil, huyo hayuko katika njia waumini. Wala nufadhilu ahada min awliyai ala ahadin, na wala tuwafadhilishi wapenzi wa Mwenyezi Mungu je wapenzi wengine wapenzi wengine minal anbiya'i alayhimus salam, kutoka kwa manabii wa rehma na amani ziende juu yao. Hatufadhilishi baadhi yao kwa wengine. Wanaqulu nabiyyu wahidun afdalu min jami'il awliya, na tunasema nabii mmoja ni bora kuliko congregation ya mawali, vipenzi wa Mwenyezi Mungu. Hasema wa nu'minu bima jaa min karamatihim, tunaamini kwa zile karama walizokuja nazo. Wasaha an thuqatin min riwayatihim, zile karama zilizokuja ambazo zimesahihishwa na watu thiqa. Thiqat ni watu ambao wa kweli, wenye hifdhi nzuri ya kupokea mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Min riwayatihim, katika riwaya zao walizotuletea. Anasema wa nu'min bi ashrati saa, na tunaamini katika alama za kiyama. Min khuruji dajjal, kama vile kutoka Masihi Dajjal. Wa nuzulu Isa ibn Maryam alayhi salam minas samaa, na kama vile kuteremka Isa ibn Maryam kutoka mbinguni. Wa nu'minu bitulu'i shamsi min maghribiha, na tunaamini wakati wa kiyama jua itachomoza magharibi badala ya mashariki. Wa khuruji dabbatul ard min mawdhi'iha, na tunaamini kwamba watatoka viumbe vya ardhini kutoka sehemu zao. Wala nusaddiqu kahinan wala gharrafan, wala tumsadikishi
kahina kuhanin wala mpiga ramli. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inasema man ata kahinan walam yatasaddaqa bima yaqul lam tuqbalu salatahum 40 yawman. Lam tuqbalu salatahum 40 yawman. Salatahu 40 yawman. Ukienda ukamsikiliza kuhani, hujamwamini, lakini hujamsadikisha anayosema, swala yako siku 40 haikubaliki na uwe una swali. Na ingia yasema man ata ghurafan au kahinan, anaendea mpiga ramli ama kuhani, wa yatasaddaqa bima yaqul, na akasadikisha aliyosema, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, hakika huyo amekufuru katika yale ambayo Mtume Muhammad ameteremshia. Ina maana natakiwa utoe shahada upya. Ndio maana utakiwi kuwa karibu na hao watu, kwa sababu wao wanatumia majini kupata information. Kwa hiyo unaweza kaenda akakwambia kitu fulani ukaona ni cha kweli, alafu zingine zinakuja zote za nyuma ni za uongo, ukamwamini, umeingia mkenge. Ndio maana hata kumsikiliza usimsikilize. Kwa sababu wana tools, wana zana za kukamata wateja wao, na wao hujitambui. Asema wala man yadai shay'an yukhalifu alkitab wa sunna, na wala tumsadikishi yoyote anayekhalifu kitabu na sunna wa ijma' al-umma, na congregation ya wanazuoni wa Kiislamu. Wanara al-jama'atan haqqan wa sawaban, na tunaona congregation ya umma, makubaliano ya wanazuoni wa Kiislamu katika jambo husika ndio sawa. Wa furqatan zayghan wa adhaban, na firqa ni kuangamia na adhabu. Asema wa dinullahi fil ardi was samai wahidun, na dini ya Mwenyezi Mungu mbinguni na ardhini ni moja. Wa huwa dinul Islam, na ni dini Uislamu. Yani ni moja kwa maana ya jumlatan, kwamba wote umma ya mwanzo mpaka mwisho wamefundisha kalimati tauhid, la ilaha illa Allah. Ama bitafsili kuna tofauti ya hapa na pale, kuna yalofutwa huku, ya huku hayajafutwa, kuna huku yameongezwa, hiyo tunaamini. Lakini wa huwa dinul Islam, qala Allah ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema inna dina inda Allahi al-Islam, haikasi vingine dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Surah Al-Imran aya 19, wa raditu lakumul islama dina, na pia Mwenyezi Mungu anasema ameturidhia Uislamu ndo dini yetu, ni Surah Al-Maida aya 3. Asema huwa baina al-ghuluwin wa taqsirin wa baina tashbihin wa ta'tilin wa baina al-jabri al-qadari wa baina al-amni wal-ais. Anasema wa huwa baina al-ghuluwi wa taqsir, na sisi Waislamu tuko kati ya kuchupa mpaka au kupunguza, kuzidisha au kupunguza. Wa baina tashbihi wa ta'til, tashbihi ni wale watu wanaofanya mujassiman, wanamfanya Mungu ana mkono, wanasema mkono kama huu hivi, hiyo ni tashbih, kumfananisha Mungu na viumbe. Wa ta'til, na kufanya ta'wil, hapa mkono maana yake ni hivi, hiyo. Wa baina al-jabr wal qadar, na sisi tuko kati ya jabria na qadaria. Al-jabria ni nani? Al-jabria ni wale yuqalu bal qadaria firqatin ukhra. Hii ni aina nyingine ya qadaria ambao wao wanasema nini? Alladhina yaz'umuna anna al-insan muyassaru laysa lahu ikhtiyaran, ay al-insan mujbirun ala af'ali, kwamba wanasema mwanadamu ametezwa nguvu katika matendo yake. Yani hiyo kila kitu unachokifanya, ukiiba, ukiongea uongo, hufanyi wewe, ni Mungu amekufanya hivyo. Hiyo imani ni imani batil. Wal qadaria nao wao wanasema yasmuna anna al-insan iradatuhu wa qudratuhu mustaqilaini an iradati Allahi wa qudratihi. Wao wanasema matendo ya mwanadamu na kudra zake hizo mbili haiko katika Mwenyezi Mungu. Yani wao wamekataa qadar, eti kusema kitu Mungu amepanga hiki, anasema hakuna. Haya yote yako kwenye uwezo wa mwanadamu. Anasema wa yaquluna innal insana huwa man yakhluqu af'alihi binafsi, mwanadamu anatengeneza matendo yake kwa nafsi yake. Na pia anasema alladhina yunkiruna alqadaa walqadar, hawa alqadaria wanakataa kuwepo qadhaa na qadar ya Mwenyezi Mungu. Wa yunkiruna anna Allah qad
qadara sharra qabla wuqu'i, wanakataa kwamba Mungu hajaumba shari kabla ya kutokea. Yani kwa mfano wewe leo umepata accident, ile accident mpaka imekutokea umevunjika mguu, sisi tunasema huwezi kujua qadar mpaka kitu kikitokea. Tunajua kwamba ilikuwa imeshapangwa itokee, hakuna inataka kukupata kukuepuka ikakupata, wala hakuna ambaye ilikuwa inatakiwa ikupate itakuepuka. Kwa hiyo mpaka umeingia kwenye ile accident, ina maana kitu hiyo Mungu anajua itatokea, ndio maana tunasema ni qadar. Wao wanasema hakuna. Wayazumuna, wanasema pia vile vile anna al-ibadi hum man yakhluqu sharra bi anfusihim, waja ndio wanajitengenezea shari kwa nafsi zao. Wa anna Allah lam ya'lam bihi illa ba'da wuqu'ihi, illa ba'da fi'lihi, eti Mwenyezi Mungu hajui mpaka ifanyike. Subhanallah, hii ni kumfanya Mwenyezi Mungu hajui kitu. Hii ni kumfanya Mwenyezi Mungu hajui kitu. Ndio anasema fa hadha dinuna wa i'tikaduna dhahiran wa batinan. Hii anasema kwanza hii ya 134 anasema huwa baina al-ghuluwi wa taqsir wa baina tashbih wa ta'til wa baina al-jabr wal qadar. Jabria ni wale wanasema kila kitu unafanya Mungu amekuteza nguvu, huna mamlaka ya kufanya binafsi. Wal qadaria wanasema Mungu hajafanya vitu kwa qadar, anakataa. Wa baina al-amn wal as, na masuala ya imani na masuala kata tamaa. Fa hadha dinuna, anasema mwisho anamalizia Sheikh kusema hii ni dini yetu. Wa itikaduna dhahiran wa batinan, ndio itikadi yetu ya wazi na ya nje na ndani. Wa nahnu bara'u ila Allah, na sisi tuko mbali kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Min kulli man khalafa alladhi dhakarnahu wa bayyana, sisi tunakuwa mbali na Mwenyezi Mungu, pia anakuwa mbali na hao ambao min kulli man khalafa, kwa kile walichokikhalifu alladhi dhakarna, ambao tumetaja kana akida itahawi, wabayana, na tumeibainisha. Yoyote anayepinga haya tuliyotaja hapa, sisi tuko naye mbali na Mwenyezi Mungu yuko naye mbali. Wa nas'alu Allah ta'ala an yuthbitana ala al-iman, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atuthibitishe katika iman. Wa yakhtim lana bihi, na atufanyie mwisho wake hiyo imani. Wa ya'simna min al-hawa'i mukhtalifa wal ara'i, na tulinde kutokana na mawazo tofauti na arai pia, hawa zetu, matamanio yetu, mukhtalifa, zenye kutofautiana, wal arai mutafarrika, na mawazo ambao zenye kutofautiana. Wal madhhabu raddiyatin, na madhhabu ya raddia, kwa mfano mutashabiha wa mu'tazilatin wal jahmiyatin والجبرية والقدرية وغيرهم. متشابه ni wenye kufanya tashbih, mujassima. Mu'tazila ndio wale wanasema masuala ya mtu akifanya dhambi, muumini akifanya dhambi anakuwa si muumini, lakini pia hajafika kwenye ukafiri. Kwa hiyo anakuwa baina manzilatain, yani ametoka kwenye muumini lakini hajafika katika ukafiri, anakuwa hapa katikati. Unaona? Lakini hawakubali kwamba anakuwa ni Muislamu ambaye ahli sunna wanasema ni mu'min bikabiratihi, mu'min biimani, anakuwa ni mu'min kwa imani yake, fasiqun bikabiratihi, lakini ni fasik kwa madhambi makubwa. Wao wanasema yuko between uumini na ukafiri, katikati. Sasa ndo nani huyo sasa? Kwa hiyo anasema wa mu'tazila wal jahmiyatin, na majahmiya na jabriya wal qadariya wa ghairihim min alladhina khalafu sunnati wal jamaa. Kwa asili hao wote walikuwa katika group ya ahli sunna, lakini walianza kubadilisha zile akida ndio wanavuliwa khalafu sunnati wal jamaa. Na tutakuja kuwazungumza inshallah kwenye mihadhara ijayo mmoja mmoja, ili watu waelewe, wasione kwamba tunawachukia. Tunasema ni Waislamu lakini wana makasoro fulani na fulani na fulani, lakini wanakuwa ni Waislamu wamekhalifu sunnati wal jamaa wa khalafu dhalalatin, wa nahnu minhum bara, na sisi tutakuwa nao mbali kama wakibainishiwa wasirudi. Wa hum indana dhulalun wardiyaun wa billahi al-ismati wa tawfiq, na kwa Mwenyezi Mungu ndio kuna ulinzi na kuwafikishwa. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Na leo ndio tumemaliza kitabu chetu.
Aqida Tahawiyya inaye kutoka namba 1 mpaka 134. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.